Tunajifunza we will learn mambo matatu. We shall learn 3 things ambayo yanatuonesha dalili za kuja kwa Yesu. that are showing the coming of Christ. Napenda sana kufundisha. I like teaching kwa sababu kuhubiri kwetu, because our preachings, kuokoka kwetu, our salvation, hakuna umuhimu there is no importance kama Yesu atarudi. if Jesus will never come back. Lakini umuhimu wetu But our importance na faraja yetu and anything that we treasure, tunapofanya kazi ya Mungu kwa uchungu, when we are serving the Lord in pain, tunafanya kazi ya Mungu kwa madharau, we serve the Lord in tunafanya kazi ya Mungu na kuonewa, we serve the Lord when people are downcasting us. We don't forsake kwa it sababu tunaamini because we believe Yesu atarudi. that Jesus will come Na back. wakati atakaporudi, And when he will come back, atapangusa kila mtu he shall machozi wipe everyone's tears, aliyoyalia. everyone who ever cried. Kwa hiyo tunajitia moyo katika And Bwana, therefore we encourage ourselves in the Lord. na ndio maana tunakumbushana ya kuwa And therefore every time we remind one another pamoja tulivyo hapa, that as we are together here, tunamngoja Yesu. we are waiting for Jesus. Na kama tunamngoja And Yesu, if we are waiting for lazima Jesus, tukumbushane. we have to be reminded, Tukumbushane, reminding one tuanze another, kuangalia to begin looking at ya kuwa Yesu yuko mlangoni, that if Jesus is at the door, anakuja kuchukua is kanisa. coming to take the church. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo nitazungumza tu mambo matatu leo, Therefore, kama going Mungu to- atanisaidia. If God will help me, we'll talk about 3 things. Ikiwa sitaweza nitaishia mahali. If I will not be able, I'll end somewhere. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo nakutia moyo ndugu uliyempokea Yesu. I encourage you, beloved, who have received Jesus, Piga moyo wako konde, that umngoje Bwana. encourage yourself and wait upon the Lord. Usichoke wala usirege, Don't get tired or give up, sababu Yesu anakuja. because Jesus is coming. Kujitoa kwako sio bure, The way you are giving yourself is not in kutafuta vain. kwako Mungu sio bure. You are seeking for the Lord is not in vain. Yesu anarudi, Jesus is coming. na kama anarudi And if he's coming, atakuchukua, he is coming to take you. atanichukua, He'll come to take me, twende naye. so that we go together in heaven. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Siku hiyo hatutatembea kwa saa, That day we will not walk by the watch or time. tutatoka ndani ya saa, We shall be out of chronic, kwa sababu mwanadamu yuko ndani ya saa. because a human being is within the Na ndio time. maana jua na mwezi viko chini yetu, tunaongozwa navyo. That's why sun and moon we are under it and they are leading Lakini us. Yesu atakaporudi, But when Jesus will come, hatutakuwa chini ya jua, we shall not be under the sun, tutakuwa rohoni. but we shall be in spirit. Kwa hiyo hakutakuwa saa, There will be no time. hakutakuwa mwezi, There will be no hakutakuwa moon. siku. There will be no day. Tutaishi maisha We shall live ambayo ni maisha ya umilele, a life that is everlasting, maisha ambayo haina uchungu, a life that has no pain, maisha ambayo haina a machozi, life that has no tears, maisha ambayo hatutalaumiwa a tena, life that will never be blamed again, maisha ambayo ni ya furaha. a life that is joy. Kwa hiyo jitie moyo mtu wa Mungu, Therefore, encourage yourself, endelea man of kumfuata God. Yesu, usikate tamaa. Continue following the Lord and don't give up. Hata kama unakutana na vitu vingi. Even if you meet so much temptations. Yule ambaye ameongeza maombi hapo asubuhi, The one who led the prayers today in the alikuwa morning, anasema watu wengi wamekutana na tufani, he was saying that so many people have met so much temptations, wamekutana na mawimbi, has met so much temptations, na wamechoka na wamewacha msalaba. and they are tired and forsaken the cross. Lakini nakuombea mtu wa Mungu, But I pray to God hata for you. kama unakutana na mawimbi, Even if you meet all these temptations, piga mbizi na muendelee kung'ang'ana ndani ya swim Yesu. and continue to fight in the Lord. Ng'ang'ana na usimame Fight and stand mpaka mwisho. till the end. Biblia inasema heri mwisho The Bible says that better the end kuliko mwanzo. than the beginning. Tasoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 1 na mstari wake wa 2. We read the book of Acts chapter 1 verse 2. Tunajifunza tu, tuko kwenye masomo ya Biblia. Weka tu hiyo sura ya 2. Verse 2. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha
kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Alipokuwa anaondoka Yesu, When he was ascending Jesus, hakukuwa na kundi kubwa sana. he didn't have such a big crowd. Alikuwa na watu wachache, wanafunzi wake. He had a few people who are his disciples. Kwa hiyo wanafunzi And therefore the disciples, walimuona jinsi anavyoondoka. they saw him the way he was departing. Watu walikuwa wengi, Many people were there, lakini wakati Yesu anapoondoka, but when Jesus is leaving or ascending, alikuwa na kundi chache. he had a few people, Wakamuona jinsi anaenda, and they saw him ascend, na wakaona jinsi mawingu and they saw the way the clouds, yanampokea. they were receiving him. Na hivyo hivyo And the same way, atakaporudi, when he shall come, atakuja kwa kundi ndogo. he shall come for the few. Si kila mtu ambaye anaingia kanisani ameokoka. Not everyone who is entering the church is saved. Si kila mtu anajiita jina la Ukristo ni Mkristo. Not everyone who calls himself a Christian is a Christian. Kwa hiyo atakuja kwa kundi dogo ambalo liliamini na kutembea katika maisha mataua, Therefore, he will maisha come matakatifu. for those few who decided to walk holy in holiness and Kitabu cha righteousness. Luka The book of Luke 12 na mstari wa 32. The book of Luke chapter 12 verse 32. Verse 32, the Bible says, msiogope enyi kundi ndogo, Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. amen. Amen. Kwa hiyo atakuja kwa kundi dogo. He will come to the few. Katikati ya wale wachache, na wewe Mungu akusaidie uwemo. Among those who are a few, may the Lord help. Katikati ya wale wachache, Mungu anisaidie niwe. Among those who are a few, may God help me to be among them. Alipokuwa anainuliwa, aliondoka, watu wachache walikuwa When he was wakimuona. ascending, only a few saw him. Na atakaporudi ni watu wachache ndio when he watakao muona And when he will akija. descend, only a few will see him come. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mwaliko mkuu wa malaika utashuka, It's such an invitation of the angels that shall na come, parapanda italia. and there shall be a trumpet that shall be sounded, Waliokufa katika Kristo watatangulia, and those who died in Christ shall rise first, walio wazima watabadilishwa and those who are alive shall be changed kumlaki Bwana to mawinguni. receive Christ in the clouds. Kwa hiyo itakuwa harusi ya mwana And kondoo. therefore it shall be the wedding of the Holy Lamb. Itakuwa siku njema kwa waliomwamini It shall Kristo, be a good day for those who have received wale ambao Christ. walitembea katika maisha Those mataua, who walked in holiness. wale ambao waliweza kufunga moyo na kung'ang'ania wokovu. Those who fought for salvation. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo atakuja kwa ajili ya And wachache. therefore we shall come for the few. Kwa hiyo jikaze sana. And therefore hold on. Katikati ya wachache, That among the few, Mungu atusaidie may God help us na sisi tuwepo. that we be among them. Alipokuwa na paa, That when he was ascending, alipokelewa na mawingu. he was received in the clouds. Alipokelewa na mawingu. He was received in the clouds. Kwa hiyo walimtazama Yesu akipaa, They looked at Jesus go or ascend, alafu mawingu yakampokea, and the clouds received him, akapotelea mle kwenye and he mawingu. disappeared in the clouds. Na atakaporudi And when he will come, atakuja na mawingu. he will come on the clouds. Kitabu cha Matendo ya Mitume, The book of Acts of Apostles, hiyo sura ya 1 chapter 1, na mstari wa 9. Bible says this. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, Walipokuwa wakitazama, akainuliwa. akainuliwa. Wingu likampokea kutoka machoni pao. Wingu likampokea kutoka machoni pao. Kwa hiyo walimuona Yesu They saw Jesus baada ya ufufuo, after the resurrection, baada ya kujionyesha kwa wanafunzi, after he had been shown himself wakajua ya to the kuwa disciples, Yesu amefufuka. and they knew that he had been resurrected. Mwishowe At the end,
Yesu alipokuwa anachukuliwa, when Jesus was being taken away, wakamuona, they saw him. walikuwa naye, He was with them, wakaona akipanda, and they saw him ascend. akipanda, He ascended, akipanda, ascending, he akipanda, ascended, mawingu and the clouds yakampokea Yesu. received him. Na atakapokuja, And when he will come, atakuja tena he shall come na ile again, mawingu iliyompokea. riding on the clouds that he Tusome received him. kitabu cha Luka We shall read the book of Luke, 21, Luke 21, 27. 21 verse 27. The Bible says verse 27, hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija katika wingu pamoja na Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu akija na mawingu. akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu. Kwa hiyo anapokuja mara ya pili, So when he will be coming again the second time, si kila mtu atamwona, not everyone will see him, si kila mtu atamsikia, not everyone will hear him. lakini wale ambao wametembea na Mungu, alimpokea Bwana kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, But for those who ever received him as being their personal savior, wakatembea na yeye and walked with him, na Roho Mtakatifu ndani and yao, the Spirit of God in them, kwa hiyo ule Roho and Mtakatifu therefore the Holy Spirit aliyo ndani yetu that is in us atatufanya tusikie will make us hear sauti ya parapanda. the voice of the sound of the trumpet. Kwa hiyo kila aliye katika Kristo Yesu, Anyone who is in Christ Jesus amejazwa na Roho has been Mtakatifu, filled by the power of God, ameishi maisha has mataua, lived the holy life, hakumwacha Yesu, and never forsook God. aliendelea Jesus, kumng'ang'ania he Bwana fought for him, liwe liwalo, whatever the case, usiku na mchana. day and night. Akasema niko And he tayari said, I'm ready, nipoteze vitu but I vyote, lose everything, lakini nimwambate Yesu but I hold on mpaka Jesus wakati atakaporudi. until when he will come Biblia back. inasema atakuja na He will wingu come riding on the clouds na nguvu na with utukufu. power and glory. Walio katika Kristo Yesu For those who are in Christ watasikia, Jesus shall hear him. tutasikia, We shall hear him. We tutasikia. shall hear him. Bwana asifiwe, Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tujitie nguvu, Therefore, give your strength. tuendelee pamoja na Kristo, Continue in Christ Jesus. usimwache Yesu Don't forsake Jesus kwa sababu ya mambo unayokutana because nayo. of whatever you are meeting in life. Usimwache, Don't forsake him sababu tunayemwamini, because the one whom we Biblia believe inasema atakuja na is the wingu one who said that I'll come on the clouds na nguvu and in power na utukufu. and in glory. Aji kwa sababu ya kitu He kingine, doesn't come for anything. lakini anakuja kwa sababu ya wewe Comes for you mteule. who is been taken and put aside. Nasikia napenda hii, I love this. napenda hii. I love this. Baada ya haya After yote, all this, mateso na dhiki, all the trouble, machozi na uchungu, all the pain and Yesu tears, atakuja na wingu Jesus is coming on the clouds kutuchukua, to come and take us. kutuchukua. To come and take us. Bwana asifiwe, Praise the Lord. Bwana asifiwe Praise the sana. Lord Jesus. Kwa hiyo swali ambalo linaulizwa sana, And therefore the greatest question is, atakuja saa ngapi? what time shall he come? Atakuja mchana Will he come in the day au atakuja usiku? or in the night? Tumekuwa na matatizo, We've had so much trouble. watu wengi ikifika usiku anaomba msamaha sana. Many people in the night when they are praying, they really repent. Anasema acha niombe msamaha kwa sababu sijui kama nitaamka au sitaamka. They say that let me repent because I don't know my tomorrow. Saa ingine kanisa litanyakuliwa Maybe the church will have been taken away na nimelala. and I'm asleep. Acha mimi nikiwa kwenye hiyo Let usingizi me be also when I'm sleeping, nyakuliwe. be taken away too. Lakini watu wengi mchana unakuwa ni mchana wa kufanya maovu mengi. But many people during the day is the time to sin. Wengine hata kuomba asubuhi aombi. Many people don't even pray in the morning. Akiamka tu When they wake up, anaingia kwa shughuli zake. They begin doing their own Anaoga, things. They anamaliza, wake up, they take atakuja kusema shower. neema Bwana wetu Yesu Kristo yuko Later kwa mlango, kwenye gari They speak ameenda. the grace as they are going.
Lakini Yesu atakuja saa ngapi? But Jesus is coming anytime. What time? Atakuja saa ngapi? What time is he coming? Tusome katika kitabu cha Luka Shall we read from the book of Luke? 17 na mstari wa 34 mpaka 36. Nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa Sikiliza, nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa wamelala katika kitanda kimoja. Kitanda kimoja. Mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Usiku huo wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja. Wanawake wawili watakuwa wanasaga pamoja. Mmoja atatwaliwa, mwingine ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani. Watu wawili watakuwa shambani. Mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo tunapata jibu kamili. And therefore we find the right answer. Yesu atakapokuja, when Jesus will come, wengine watakuwa usiku, maybe to others it will be night, wengine watakuwa mchana, to others it will be day. Biblia inasema wawili watakuwa wamelala. The Bible says that two shall be sleeping. Mmoja atanyakuliwa, one will be taken away, na mwingine ataachwa, and another one shall be left. Watu wawili wanawake watakuwa wanasaga pamoja. Two women shall be grinding mtu akiwa anasaga ni mchana, and if their grinding is in the day, na wengine watakuwa shambani. Some will be in the shall be maybe in the cultivating in the field. Mmoja atakuwa analima, one will be wawili watakuwa analima, two will be in the fields. Mmoja atanyakuliwa, one will be taken away, na mwingine ataachwa, and another one shall be left. Hii kitu inanihuzunisha sana. This thing is so grieving to my heart. Wawili watakuwa wamelala, two shall be sleeping, mmoja achukuliwe, one will be taken, lakini mmoja aachwe, and another one shall be left. Kumbe tunaweza kutembea wawili, we might be walking together, lakini hatuna imani moja. but we don't have some faith. Tunaweza kutembea wawili, we might be walking together, lakini hatuna utaua pamoja. but we are not both of us holy. Lakini kitu kinachodanganya watu wengi, but what makes people tunapokutana kanisani, that when we meet in church, tunazania sisi wote we think that all of us we are one thing. Na wakati mwingi wengine wanaangushwa, so many people are, kwa sababu wanajua huyu anayeniambia ni mteua kama mimi, and they feel that the one tunaingia naye kanisani pamoja, is one who is holy, tunatembea pamoja na yeye. Lakini acha nikuambie, but let me tell you, umekuja peke yako, you came alone, utarudi peke yako, and you will go alone. Ukijua hivyo, if you know this, utatembea na Mungu, you will walk with God kibinafsi, personally, sio kwa wingi, not as a crowd. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hutaenda na mtu, you will not go with anybody. Sema wawili wanalala. He says two are sleeping, lakini mmoja, but one anachukuliwa, will be taken away. Lakini mwenye alikuwa nakatala wokovu, and the one who was rejecting maybe mwenye alikuwa anatembea na Mungu, the one who was not walking, mwenye anaishi maisha yake vile anataka, living his own life, unamwambia Yesu anaona kama bure, anakuambia achana na hiyo. Leave that one alone. Acha nikwambie siku hiyo hakuna ujanja. That day there is no shortcut. Hakuna ujanja. There is no shortcut. Utaachwa. You will be left. Hiyo lazima upiganie nafsi yako. Therefore you have to fight for yourself. Na moyo wako mwambie Mungu nisaidie. Fight for your soul and tell the Lord that help me. Don't be. Wakati unakuja kumtafuta Mungu, don't just be there, stay there when you're looking for the Lord. Haya maneno si yangu. These words are not mine. Lakini maneno ya Mungu. These are the words of God. Watakuwa wawili wakisaga. Two people shall be grinding. Kwa hiyo mnafanya kazi pamoja. Therefore you're working together. Lakini but huyu mmoja, another one anamjua Kristo, knows Christ. Huyu mwingine, and the other one hamjui Kristo, doesn't know Christ. Tuko pamoja, we are all together, tunashangilia pamoja. We are, lakini huyu
But these are the kwenye ones, nafsi na mawazo yake. the one that together with Kila all his anapofanya souls, kazi, every time when he Bwana works, he's saying nisamehe. that, may Jesus Mahali forgive popote me. nimekukosea, Everywhere that I have naomba Bwana may you unirehemu, Lord forgive me. nioshe kwa damu yako, Wash me with the blood. unitakase. May you Wakati ana sanctify me. uchungu, Every nasema time Bwana ondoa God, uchungu, remove this pain. ondoa uchungu ulio Remove the ndani pain yangu. that is in me. Biblia inasema The Bible says uchungu au hasira that pain or rather, isikae mpaka jua let it not liishi. stay until when the Kwa hiyo yeye anajua therefore he knows sitakaa na hili, that I will not stay with this. nitaliondoa, I will sitabeba remove it. mtu, I will not carry anybody. nitamuondoa, I will remove them. nitamtoa I kwenye will vyumba remove vyangu them vya nafsi from my yangu inner na chambers of my kumwachilia, heart and kwa release sababu them. Yesu Because atakapokuja Jesus, when he niwe comes, mwepesi that I may be wa easy kunyakuliwa to be pamoja taken naye. away together with him. Lakini mwingine But another one, yuko nafanya nasaga he's driving hasira, together with all uchungu, the pain and the mabaya, hurt and the hurt. anasema nitalipiza I say that I kisasi, have to pay back. sitaki I don't kujua want to know alinifanyiaga, whatever I did. alinitendeaga, I did this to alifanya me. nini. He did this Moyo to me. wake The umebeba heart has carried parapanda so much. itakapolia, When the sound shall come, atabaki, shall remain. atastuka tu. Will just be Mbona tulikuwa na surprised mtu hapa, that I had someone here. ameenda wapi? Where did he go? Kwa hiyo itafanyika Therefore it will happen dunia nzima, in the entire world. dunia The nzima. entire world. Watu watapotea, People shall disappear. watu watanyakuliwa. People shall be taken away. Kunyakuliwa ni Being taken kuchukuliwa away kwa is like being Ni raptured, is kufumba na being taken away kufumbua. by a blink of an eye. itakuwa ni siku ya hatari. It shall be a dangerous Itafanyika kwa manake hata dakika moja yenyewe time. It haitaenea, shall happen within a kwa sababu ni second. vile unafanya macho yako tap tap, Just the way you blink your eye, hivyo ndivyo kanisa that's how the church litakavyo. shall be taken away. Bwana tusaidie, May God help us tutue mizigo yote that we bring down all our burdens tunayoibeba katika that maisha yetu, we are carrying in our lives. kila uchungu na Every huzuni pain and ambao hurt tumekutana nao that we katika have maisha, met in life, pelekee Yesu bring it to ili Jesus, atakaporudi that when he will come back, uweze kunyakuliwa. he may be able to take you with him. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo huyu Yesu And therefore this Jesus, atakuja, he will come. wengine watakuwa usiku To others it will be night, na wengine watakuwa mchana. and to others it will be Kwa day. hiyo mtu asikudanganye Let no one lie to you atakuja tu usiku, that he will come in the night. usiku tu. Oh, just only the night? No. No way. Anaweza kuja saizi tuko He mchana, may come right now, na it's the day, wengine huko morning, ng'ambo wako usiku. and some at the other countries it's night. Kwa hiyo usijitakase usiku tu, And therefore don't sanctify yourself in the night only. jitakase kila wakati, Sanctify yourself every time. tembea na Mungu kila Walk with the wakati. Lord every time. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo dalili ya kwanza nilisema tunaenda tukifatanisha, I say that we shall go step by step. lakini dalili ya kwanza But the first sign ya kumleta Kristo to receive Jesus, tasoma katika kitabu cha Mathayo we shall read from the book of Matthew, 24 chapter 24. na mstari wake wa 4 na 9. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe. Angalieni msitishwe. Maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Verse 7. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hapo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Hapo ndipo mwanzo wa uchungu. Verse 9. Wakati huo
saliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukuliwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Biblia inasema walimu wa uongo watatokea. The Bible says that false teachers will come. Na Wakristo ambao wanajiita wao ni Kristo watatokea. And those who call themselves Christians shall come. Nao watawadanganya watu wengi. And they shall lie to so many people. Na hii imetokea sana. And this has appeared or happened. Tumeona ambao wamejiita wao ni wa Yesu. And we have seen those who call themselves of Christ. Ambao tuliwaona wengi na wanakula bugali na wanakuwa na babibi ba mingi. We have seen so many marrying so many wives, taking so much food. Ambao walikuwa wanasema wao ni Yesu. That they are calling themselves Christ. Na watu waliwafuata sana. And people followed them so much. Na wengi wakawafuata sana. And many followed them. Yesu alizungumza hiyo. Jesus said that. Anasema watu ambao wanajiita wa Yesu watatokea. And he said those who call themselves Christ. Na watawapotosha wengi. And they shall mislead many. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Biblia inasema manabii wa uongo, the Bible says false prophets watatokea. they shall come. Nadhani tunaona leo. We see today, I see. Manabii ni wengi. There are so many prophets. Wengi. So many. Na siku hizi watu hawataki jina la uchungaji. And people don't want to be called themselves pastors. Wanataka kuitwa manabii. They want to be called prophets. Lakini ukijiuliza swali, but if you ask yourself, je, ni wote ambao wanatabiri? Are they all who are there to prophesy? Alafu kitu kinashangaza. And what amazes us, niangalia kati ya Malaki pamoja na Mathayo. When I look between Malachi and Matthew, hapo katikati kuna karatasi kama 2 au 1. In between there are about 2 or 3 papers. Unaona ni kuruka na kuingia Mathayo. You are jumping that paper and getting into Matthew. Lakini ilipita miaka kadhaa. But there were so many years Mungu in between. hazungumzi. God was not speaking. Mungu hasemi chochote. God spoke lakini nothing. Mungu yuko. But God is alive. Lakini nashangaa na manabii wa leo. But I wonder today's prophets. Kila sana tabiri. Every time is that prophesying. Kila dakika every minute is prophesying. Unatabiri nini? What is this you're prophesying? Kukitokea jambo, when something ndio manabii wanaanza. Is when prophets begin. Mungu anasema. God says this. Mungu anasema. God says ulikuwa na hiyo unabii wako? Where were you with that wakati jambo halijafanyika? Before something happened. Bwana tusaidie. May God help us. Watu wamedanganywa. People have been deceived. Biblia inasema manabii watatokea wengi. The Bible says the teachers shall come. Leo kanisa ambalo la manabii. Today we have a church that full of prophets. Hilo ndo washirika wanapenda. That's where people love. Watabiriwa ulikula maharage jana. They want to be told that you ate beans and rice. Miaka yako lizaliwa mwaka 70 na ngapi? You were born of this much years. Mamako jina yake fulani. Your mother's name is this and that. Sasa hizi vitu zote zinasaidia nini katika ufalme? What kind of prophecy is this what is it helping in the kingdom? Na wewe unakaa unalia and you are there, you are shouting yes. Jina langu fulani. Oh, I see, yes, the name of my mama is this. Ni kufasi fulani. Oh, my place is so called so and so. Lakini ukiangalia unabii wa siku ya leo, but when you look at the prophecy of today, hawaambii watu juu ya dhambi. You don't tell people about sin. Hawaambii Mungu amekuona maisha yako sio sawa. You don't tell people that God has seen your life is not straight. Make your life. Tembea na Mungu. Walk with God. Acha hizo njia unazoishi. Forsake the ways you're umeenda kwa waganga wa kienyeji. You are going to the witchcraft. Umefanya dhambi. You have sinned. Lakini unabii wa leo ni kuchonganisha. But the prophecy of today is there to make babu yako ndo mchawi. Oh, your grandfather is the witchcraft, the witchman. Mjomba wako ule mnatembeaga naye. Oh, your uncle that you walk with is the one who is bewitching you. Mwenye anakuua. The one who is killing your life is so and so. Mungu si mchonganishi. God is not one who is coming to bring war among people. And that's what we want today. Na unakutana mtu anakuambia niko na miaka mingi sana kwa wokovu. And you meet people telling you that have been saved many years ago. Anadanganywa tu waziwazi. But they are deceived openly.
Leo watu wanatabiri, lazima utabiriwe ulete pesa. Today people, they have to be prophesied to Hapa them to bring utaleta money. sadaka. Today you will not bring your offering here. Unaambiwa neno la Mungu. Why? Because I'm preaching the word of God to you. Ngoja wakuweke kando. You waiting for some to bring Wakwambie your tumbo clothes lako aside liko na and tell you that na mamende yamejaa. your stomach is full of Naona mende cockroaches, zimejaa. and I can see cockroaches Na in your hili stomach. nikuombee. And for me to pray for you, Leta 100,000. bring 100,000. Washirika wanaleta And zile people pesa. will bring such. Analeta. They'll fall for it. Unamfanya mtu kuwa tajiri. You make someone be rich Ile somewhere, hausomi neno. and because you don't read the word. Kama umeona mende ndani ya tumbo langu, If you've seen cockroaches in my stomach, zimeletwa ndani ya tumbo yangu, they are in my stomach, niombee. pray for me. Biblia inasema tumepewa mamlaka. The Bible says that Katika we have been given jina la power Yesu in the name of kila Jesus. kitu kinaondoka. Everything is Kemea departing. kila mateso Rebuke every ndani ya pain. maisha kwa jina la In the Yesu name of Jesus. inaondoka. And then it will depart. Sasa hii pesa natoa ya And then nini? this money I'm giving, what is it for? Pesa haiokowi mtu. Money does not save life. Pesa haiponyi mtu. Money does not Lakini heal. damu ya But Yesu, the blood of tunasema Jesus, kwa kupigwa kwa Yesu by the sisi stripes of Jesus, we tumepona. have been healed. Kwa hiyo sisi tunapomwendea When we Yesu run to Jesus, hakuna cha kulipa, there's no kwa sababu way to Yesu pay. amelipa Because Jesus paid. kila deni Every yote. debt. Yesu Jesus amelipa. has paid it. Kwa nini unitese? Why are you Kwa nini tormenting me? unisumbue? Why are you Useme disturbing pewa me? pesa And making ndio me give you utabarikiwa. money for me to be blessed? Hapana. No way. Tutaenda kulingana na neno la Mungu We kutoa, shall go according sadaka. to the word of God for us to give. lakini sitakwambia But I will not tell you mbele ya kukuombea that before I pray for you, lazima unipatie pesa. you have to give me money. Takuwa nimepotoka? No, that is wrong. I'll be deceiving you. No way. Hapana. No way. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Najua kuna I mtu know. atanipiga, There's someone who is there to criticize me, lakini but I know nasema lililo kweli. I am speaking the truth. Tumepewa bure, We have been given free, tutoe bure. and we shall give free. Utajiri tunaohitaji, The riches that we want, Mungu ni tajiri God is the rich na of Mungu all, ni baba yetu. and God is our Father. Tunapomwendea Mungu, But when we run to Him, anajua He mahitaji knows the yetu, desires of our naye hearts. atatubariki. He shall bless Lakini us, tusiseme so that we uongo don't kwa deceive jina people lake, in His name, ili tupewe pesa for us to be given kwa money njia ambayo in a haieleweki. way that is not understood. No way. Siku hizi waganga wa kienyeji hawako. Today we don't have witchcraft. Those are Tembea popote kama utaona kabisa wanakwambia mganga kutoka Mombasa, Walk around mganga today, kutoka Kitui, if you'll ever mganga see kutoka sijui Kongo. witches Siku from I hizi don't know where. hawako, wote wamekuwa wachungaji. They are no more because they have become pastors. Wote wamekuwa All of wachungaji. them, they are pastors today. Sababu wanajua prophets. mle ndani atafanya sarakasi. Because they know that in that they'll be able to Ageuza confuse maji kuwa people. maziwa, They will change water into milk. taleta maswiti You'll bring sweets. na washirika wanakula, kumbe hawajui And wanakula pastors mamavi za mende za nini. Will be taking those sweets and said they are taking very dirty things. Mungu atusaidie sisi wachungaji, May God help us pastors. sababu tutatoa hisabu. Because we shall give an account. Kula pesa, jifaidishe, Take money and be rich. danganya watu, Deceive people. sema Mungu amesema, Say what God has not lakini said. Mungu But God, atakulipa kulingana na kazi uliyoifanya. He will repay you according to the work you are doing today. Nafurahisha watu, You're making people happy. wakupigia makofi, People are clapping for you. watu wakutandikie sijui People, makapeti they are red making carpets for na you. mabodyguard, And bodyguards left, right, na huku center. unapotosha watu. And here you are deceiving people. Nadharau watu kwa sababu wako na watu wawili kanisani. You are looking down upon people because they have two Wewe people in umejaza church. kundi la kuwapeleka watu wengi And jehanamu. you have filled the church to lead people to hell. Mungu atusaidie. May God help us. Mungu atusaidie. May God help us. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia Praise the inasema Lord. manabii wa uongo watatokea. And the Bible says that those Manabii wa uongo false watatokea. prophets will come.
Kutakuwa na vita huku na kule. There will be wars here and there. Lakini huo ni mwanzo wa uchungu. But that's the beginning of pain. Ya pili tunaenda haraka, muda The wangu second unaanza one, kuisha. first, quickly we move in. Nabakia na dakika kidogo sana. Left with very few minutes. Dalili ya pili The second sign, iko katika kitabu cha Timotheo. the book of Timothy, Timotheo wa pili, 2 Timothy, sura 3 na mstari wa kwanza mpaka 7. chapter 3. Somea haraka haraka juu nimalize. Quickly help Hizi me, somebody tatu. there. My phone is terrible. Timotheo wa pili, sura yake ya 3 na mstari wake wa kwanza. 2 Timothy chapter 3 verse 1. Bible says, 2 Timothy chapter 3 verse 1. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Siku za mwisho zitakuwepo nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kiburi, wenye kutukana, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasiokuwa na shukurani, wasio safi, wasio safi, wasiowapenda kwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kupenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, hao nao ujiepushe nao. Naona hiyo neno la mwisho. Rudia hapo. Wenye mfano wa utauwa. Wenye mfano wa utauwa. Wanajifanya wameokoka, wataua, having a form of godliness, they feel like they are lakini saved. ndani yao, But in them, wanaikana imani. they deny the power, the faith. Lakini Biblia inasema, And the Bible says, jitenge na watu kama hao. that avoid such people. Biblia inasema siku za mwisho, In the end times, the ni Bible siku says, za hatari. it is so dangerous. Watu watajipenda wenyewe People shall be love of themselves kuliko kumpenda Mungu. more than loving God. Leo tunaona watu wanajipenda sana Today we see people loving themselves kuliko kumpenda Mungu. than loving God. Watu wanapenda pesa People love money kuliko kumpenda Mungu. than loving God. Yuko tayari kutafuta pesa, They are ready to look after money, pesa zimtawale that money take over him kuliko yeye atawale pesa, than him overruling money. sababu kitu ambacho unachokitawala Because whatever you rule over hakiwezi kukuendesha, can never run you. lakini kitu ambacho kinakutawala But whatever that is ahead over kitakuendesha you wewe. shall run you. Kwa hiyo tunaishi nyakati And therefore you're living on ambazo times pesa that money ni mbele, is in front of us Mungu nyuma. and God behind. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu The Bible says that seek first the kingdom of na heaven mengine mtazidishiwa. and everything else shall Lakini follow siku you. hizi But today nakuja kanisani I come to church kama sina cha kufanya, like I don't have lakini anything to nikiwa do. na dili yangu But if Sunday, I have a good deal on a siwezi Sunday, kuja, I cannot come. lazima nitafute pesa, I have to find money. lazima nitafute pesa. I Na have wengine to go after money. wanazidisha sana, And some even go nakwambia beyond. mnahitaji sadaka, They say because you need kwa hiyo lazima offering. nende katafute pesa. I have to go and look for money for me to bring that offering. Yako. Remain with your offering. Mungu anatafuta nafsi yako, God is moyo wako. after your soul. Kuna watu wametafuta, Some people wametafuta. they are after. Kuna watu ni wamilionia. There are people who are millionaires. Kuna watu ambao walifanya kazi kwa bidii, There are people who have worked so hard, lakini but mwisho wake unapofika, when the end come, pumzi ya Mungu inaondoka ndani yake, when the breath of God is out of them, kila alichokitafuta anything else they ever sought, looked for, kinabaki. it remains.
Wengine wanafaidi, wanafurahia. Some people will be happy and merry. Lakini yeye anaenda bila chochote. But the one who owned those things goes useless with nothing. Na mahali wanamweka padogo sana. And the place is put is too small. Padogo sana. Too small. Sana. Very small. Mtafute Mungu. Seek the Lord. Nataka kukwambia ya kuwa I want to tell you something. Siku za mwisho tunazoishi ni siku za hatari. That the times you are living at the end times. Biblia inasema siku hizi ambazo ni za mwisho watu watakuwa wakusingiziana. People, the Bible said that people in such times like this ones, tayari kukusingizia vya bongo. They are ready to be there to talk about people. Mtu atakusemea uongo. They'll be proud and blaming people. Hata leo unaweza kuangalia watu wanakuwa wanatengenezwa. Mtu anaweza kutengeneza huko uchi na huko wewe. You see, someone can even make you ili mradi mtu tu akuchafue. So that he can just ili mradi mtu akusingizie. So that people can be there to blame you. Kuna mwingine anaweza beba sura ya mtu. Someone can take someone's face iko na zini tu and make you just be a sinful person. Na mtu usipoangalia vizuri unasema uchi wake tumeuona. And if you don't be careful, they will be happy to say you have seen their nakedness. Maana siku za mwisho ni siku za hatari. Because the end times are dangerous. Roho ya kusingiziana imekuwa ndani. The spirit mtu anaamua kukusingizia chochote tu. The spirit na haukufanya chochote wanakusingizia. Biblia inasema watu watajivuna. And people they are there to watu watajiona. They are there to watu watakuwa na kiburi. People shall be full of themselves. Mtu na kiburi ambacho hawezi kushuka. Full of themselves that they are no control over themselves. Kunyenyekea. They are not able to kumwambia neno na kuonesha mimi sasa acha nikuoneshe. Let me show you what I am. Siku za mwisho. The end times. Siku za hatari. They are very dangerous. Hiyo Mungu atusaidie. May God help us. Unaposoma hichi kitabu cha Timotheo, when you read the book of Timothy, 2 Timothy, sura yake ya 3 mpaka chapter 3 verse 1 mpaka 9, to 9, jitazame. Look at yourself. Mwambie Mungu nisaidie. May God help kama us. Kuna tabia ambayo inakutesa. If there is any kind of a character that is here that is in me, mwambie Mungu akuondolee. Tell the Lord to remove it from you. Mungu nisaidie. Iwe ombi katika maisha. Let be a prayer to you that God help me. Ili uweze kubadilika. So that you may change. Parapanda itakapolia. When the sound of the trumpet shall be heard, Bwana mawinguni. We may receive the Lord the clouds. Dalili ya tatu ambayo, the third one, the third sign, nitaimalizia yote. I don't know if I'll be able to finish. Ni habari ya mtini. Is the news of the tree. Mtini maana yake ni Israel. Meaning that Israel. Israel. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Nadhani dakika zangu zimeisha. I look at my time is out. Jumapili ijayo, next Sunday, nitakuonesha vile I will show you how Israel ilipoondoka, when Israel departed, au walivyopigwa, or the way they were beaten down baada ya Yesu kuondoka mwaka 70. After Jesus had departed in the year of 70 AD already. After Jesus AD, kanisa lilikuja likabomolewa. The church came and was brought down. Mwaka 70 baada ya Kristo. In the year of 70 after Jesus, that's AD. Kanisa lilibomolewa Yerusalemu. The church of Jerusalem was broken na Warumi wakaweza kuwashinda wa Israeli. And the Roman Empire was able to overcome na Israel. Israeli ikapigwa sana. And Israel was beaten down. Na mfalme wao ambaye anaitwa Tito. And their king was called Titus. Manake walipigwa vizuri sana. Was beaten so badly. Na wakatoka kila mtu alikimbia. And they were dispersed. Maelfu walifariki. Thousands died. Lakini Biblia inasema dalili ambayo inatuonesha kurudi kwake Yesu. But one of the signs that will show ni wakati ambapo huu mtini au Israeli kurudia. Is when the nation of Israel shall gather together and become a hapo nation. Tujue, that's when we'll know Yesu anarudi. That Jesus is coming back. Lakini But Israel imeshakuwa taifa. Has become a nation. Yesu anarudi. Therefore Jesus is coming. Vile walivyowafukuza, the way they were scattered all over, Biblia inasema atawarudisha. The Bible says they will be restored. Na wakati atakapowarudisha, and when he shall gather them, hakuna mtu atawaondoa. There is no one who shall scatter them again. Kwa hiyo unaona Israeli vile ilivyo. And therefore you see the way Israel is such a small nation. Mungu aliapa. And how hakuna God mtu atawaondoa no tena. one shall disperse them again.
Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hata dunia Even the entire world wachangamani to gather together ili kupiga Israeli, for them to fight Israel. hawataweza They Israeli, shall not be able to kwa overcome sababu it, ni ahadi ya Mungu. because it's the promise of God. Mungu alisema watatoka, God said they shall be dispersed lakini watarudi, and they shall na come together wakati again. And the watakaporudi time they shall gather, hakuna atakayewaondoa. there's no one who shall disperse them again. Kwa hiyo jiunge na Israeli, And therefore, connect yourself with Israel. ombea Israeli. Pray for them. Amen. Amen. Wapende wa Israeli. Love them. Unajua kama mtu hawezi furahia watu kuuana, You know, as a person, you cannot be happy when you see people killing one another. lakini sisi tunasoma neno. But you are reading the word. Mtu anaombea Israeli, Mungu atambariki. The one who prays for Israel, God shall bless them. Sisi tumeunganishwa na Israeli kupitia damu ya Yesu. We have been connected to Israel through the blood of Jesus. Kwa hiyo hatuwezi kujitoa hapo. Therefore, we cannot escape from that. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Tutaendelea Jumapili ijayo. We shall continue next Sunday. Mungu akusaidie May God help us ili anapokuja Yesu that as He's coming, Jesus, akukute uko tayari. may He meet us when you are ready.